Asante na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kibali hiki cha kipekee kusimama kwenye bunge lako tukufu. Lakini pia kabla sijaendelea, na mimi naomba niunge mkono hoja, niunge mkono bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, bajeti nzuri. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri iliyoelezea bajeti na mwelekeo thabiti wa serikali yetu ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, mama yetu, kwa kazi kubwa anayosaidia Watanzania. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa jimbo langu la Ushetu, jimbo ambalo miradi mingi ya kimkakati kwa miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Ushetu peke yake tumepokea zaidi ya bilioni 196 ambazo zimeenda kwenye miradi mikubwa ya kimkakati iliyoshindikana. Nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Aweso. Alifika jimboni Ushetu, aliwaona akina mama walivyokuwa wanateseka na ndoo za maji. Aliwaona akina mama walivyokuwa wanalia. Shida ya maji katika jimbo la Ushetu ilikuwa ni kilio kikubwa sana. Mradi wa maji wa Ziwa Victoria uliokuwa katika mji wa Kahama zaidi ya miaka 19, lakini umekuja kutibiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri Juma Aweso kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Zaidi ya bilioni 44 zimekuja kwa wananchi wa Ushetu. Mkandarasi yuko site, na nikwambie Mheshimiwa Waziri wa Maji, kampuni kupongeze kwa kazi kubwa unazozifanya kuwapa wazawa, kampuni za Kitanzania ambazo zinafanya kazi vizuri sana. Kampuni ya Siotech Company Limited ambayo inafanya kazi katika mradi huu, inafanya kazi hii usiku na mchana katika kuchimba mitaro, kufukia mabomba yanatandazwa. Ni kazi kubwa inafanyika kwa wananchi wa Ushetu. Nikupongeze sana, kwa kweli kazi kubwa imefanyika. Kata 11, vijiji 54 zinaenda kupata mradi wa maji, ambapo chini ya ardhi vijiji hivi na vitongoji na kata zake hazikuwa na mradi. Nikuombe tu Mheshimiwa Mwenyekiti, kata Ushetu ina kata 20. Niombe awamu inayokuja sasa kata hizi pia zinazobaki na vijiji vyake ziweze kukumbuka pia katika kufikishwa maji katika mradi huu wa maji wa Ziwa Victoria. Lakini pia upande wa kilimo nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe ulikuwa kinara wa ushirika. Ulizunguka katika nchi hii ya Tanzania kuhamasisha ushirika uweze kuimarishwa. Lakini baadaye ukabadilishiwa jina, wewe ukiwa baba wa ushirika. Na mimi niendelee kukwambia sasa ushirika umeimarika. Ulikuja mwaka 2019 ulipofika pale Shinyanga, uliita vyama vya ushirika vyote na warajisi wote. Leo nitoe shukrani za dhati sana kwako. Ulikuja kuigawa Shireku, ukaagiza igaiwe Shireku, na leo ikaenda kuzaliwa Simku, chama kikuu cha ushirika Simiyu, ambapo kimeenda kuwa chama bora, kimeweza kwenda kupewa fedha na benki ya kilimo TADB zaidi ya bilioni 6 na milioni 800. Imenunua pamba safi kwa wakulima kwa ushindani mkubwa. Lakini pia kama Cooperative Union mwaka huu pia nayo iliweza kupewa bilioni 6, chama kikuu cha ushirika ambao pia kilitoka Shireku, nako kimefanya kazi kubwa. Lakini pia kimeongezewa fedha nyingine na benki ya kilimo bilioni 2, ambapo imeenda kuanzisha oil mill ili kuongeza thamani ya mazao yetu kwa wakulima wetu. MDCU nayo imepewa bilioni 11.8, lakini pia CCU Mbogo Chato nayo imepewa bilioni 8.9. Zaidi ya bilioni 36 na milioni 500 zimetoka benki ya kilimo, benki yetu inayohudumia wakulima, zimepelekwa kuwahudumia. Niendelee kukuomba tu Mheshimiwa Mwenyekiti, benki yetu ya kilimo imefanya kazi kubwa sana kwenye kuimarisha ushirika. Imevichukua hivi vyama vikiwa na hali mbaya. Leo vyama hivi vimeenda kuimarika, zimefanya kazi vizuri sana. Niendelee kuomba Mheshimiwa Mwenyekiti, benki hii endelee kuongezewa fedha ili endelee kuwahudumia wakulima. Nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, ndugu yangu Hussein Bashe. Kazi kubwa ameifanya sana kwenye sekta ya kilimo. Leo anaenda kuanzisha benki ya taifa ya kilimo, ambayo sasa inazinduliwa tarehe 28. Ni mkombozi mkubwa kwenye sekta ya kilimo na vyama vya ushirika. Niendelee kuomba Mheshimiwa Waziri, tuimarishe mfumo wa ushirika ambao umeanzishwa, ambao unafanya kazi vizuri sana, mfumo wa MOVU. Mfumo huu unaenda kuleta mapinduzi makubwa sana kwa wakulima wetu. Ningeomba sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumo huu uingie mpaka kwenye vyama vyetu vya ushirika vya pamba, ili mkulima anapopeleka robota lake, anapopeleka pamba yake kwenye AMCOS, akipima tu
moja kwa moja mpaka kwa mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania, hawezi kuona mkulima wa Simiyu, mkulima wa Kishapu, mkulima wa Ushetu na mkulima wa maeneo mengine nchini, ajue kwamba kwenye eneo la ushirika wameuza nini na wamepata kiasi gani. Hata ule wizi mdogo mdogo uliokuwa unasemwa hapo nyuma tayari tutakuwa tumeshautibu. Niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Kwenye eneo la pembejeo, mbolea za ruzuku, amefanya kazi kubwa mno. Leo wakulima wa tumbaku ambao walikuwa hawajawahi kupata ruzuku, tayari hundi ya bilioni 13 imetolewa kwa wakulima. Nipongeze nyingi kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Lakini pia masoko ya tumbaku yalikuwa yameshakufa. Masoko ya tumbaku hali ilikuwa ambayo wanunuzi wote waliondoka. Leo tuna wanunuzi zaidi ya 15 katika nchi yetu ya Tanzania. Madaraja yameongezeka. Wastani wa wakulima ilikuwa hali ni mbaya sana wakulima wa tumbaku. Lakini leo wastani wa kitaifa ni $2.5. Juzi wamemalizika masoko pale kwa wenzetu Msoma. Madaraja ya tumbaku wastani wao ilikuwa $2.5. Hali ni ngumu. Nipongeze sana vyama vya ushirika, viongozi wa vyama vikuu vya ushirika hapa nchini pamoja na warajisi wasaidizi wa vyama vya ushirika hapa nchini, kazi ambao wanasimamia wakulima na kusimamia ushirika. Mimi niendelee kuomba wachape kazi. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan yuko pamoja nao. Waendelee tu kuimarisha vyama vyetu vya ushirika kwa sababu nchi yetu asilimia karibu 60 ni ya wakulima. Ili waendelee kuwaunganisha wakulima wetu, waendelee kujua kabisa kwamba bila ushirika wakati mwingine ndo maeneo ambapo watakuja kupata faida kubwa. Nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa barabara, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Ametupa Ushetu zaidi ya bilioni 18. Tulikuwa na madaraja yaliyoshindikana toka uhuru. Leo tuna daraja letu la Mwabomba. Wananchi wetu mwaka jana wananchi zaidi ya 6 walienda na maji. Leo daraja lina bilioni 4.7. Linajengwa kwa kiwango kizuri zaidi ya mita 60. Lakini pia tuna daraja la Ubago ambao nao lilishindikana na lenyewe lina zaidi ya bilioni 5. Tuna daraja la Kasenga Uloa lina zaidi ya bilioni 5. Tuna daraja la Mwande na lenyewe limepewa zaidi ya bilioni 5. Nitoe pongezi sana Wizara ya Ujenzi. Na impongeze sana Mheshimiwa Waziri aliyekuepo, ndugu yangu Bashungu, ulifika Ushetu, ulijionea mwenyewe ukiwa waziri. Ulishuhudia wananchi walivyofurahi mapokezi yako baada ya mateso makubwa ya miaka nenda rudi ya madaraja yale yalikuwa yameshindikana. Ombi langu Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi, tuna barabara yetu iliyowatesa wananchi miaka nenda rudi inayotoka pale Nyandekwa Kahama inakuja Uyogo ambayo ina kilomita 54. Basi ningeomba mwaka huu wa bajeti angalau itengewe hata angalau kilomita kadhaa ianze kujengwa taratibu ili wananchi hawa wa Ushetu, hii barabara ndio kiungo kikubwa cha biashara ambapo magari yao yanapita katika barabara hiyo yanayoleta mizigo katika manispaa ya Kahama. Niendelee kukuomba Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana upande wa umeme. Tuna mradi mkubwa wa sola system ambao una zaidi ya bilioni 11.7. Nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Doto Biteko. Hali ni nzuri. Mradi umekamilika, ni wa mabilioni ya fedha. Lakini pia vijiji vyangu tayari 112 vina umeme na vitongoji na vyenyewe vimeshaanza kupelekwa umeme. Vile 15 tayari vimekamilika. Lakini upande wa mafuta, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa kweli hongereni sana. Mafuta yanazidi kushuka bei. Hali ya maisha wa Tanzania wanazidi kufurahia. Pongezi kubwa sana kwa usimamizi huu. Endeleeni kuwasimamia wa Tanzania. Endeleeni kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Kazi mnayoifanya Mheshimiwa mawaziri ni kubwa sana. Sisi kama wabunge tuendelee kuwapongeza sana. Kazi ni kubwa mno. Kwa sababu ukiangalia mfano kama jimbo langu la Ushetu, ni jimbo ambalo liko vijijini, ambalo la wakulima. Kwa hiyo mafuta yanapopanda bei wananchi wetu wanapata shida sana. Lakini kwa kipindi hiki mafuta yanazidi kushuka bei, hali ya wananchi wetu wanazidi kufurahia. Niendelee kuipongeza sana serikali kwa upande wa shule. Leo hii inajengewa shule ya bilioni 1.6 ambayo ni shule ya vipaji maalum. Ni Mheshimiwa Rais huyu amenipelekea hospitali kubwa ya kisasa ya bilioni 3.5. Jengo langu la utawala limepelekwa nzuri kabisa la bilioni 5. Lakini ombi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, 10% hii ambapo umekuja kuiruhusu. Sisi tunaruhusu umeongeza kutoka vijana hawa ambao walikuwa umeishia miaka 35. Leo umekubali miaka 18 mpaka 45. Nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kundi hili la wanaume limesahaulika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama wamama hawa tunawapa mikopo wote bila kujali umri. Hili kundi nalo kule tunapopita majimboni tunalalamikiwa sana wabunge. Tuwape tuna hawa wote wakaweze kupata mikopo nao. Kwa sababu ni kundi kubwa, lakini pia ni kundi ambalo litegemewa kwenye familia.
Kundi hili ndio unakuta linahangaika na ada, kundi hili ndio unakuta linahangaika na kutibisha familia, kundi hili ndio kila kitu shida kipatikana nyumbani linateseka kundi hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba kwenye bajeti hili kundi nalo liwekwe tu liingiwe kwenye mikopo hii ya 10%. Niipongeze halmashauri ya Ushetu kwa mwaka huu peke yake kwenye vijana imetoa vikundi 85 zaidi ya bilioni 1 na milioni 36 wamepewa hawa vijana wetu na wakina mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikushukuru sana, lakini pia niendelee kuunga mkono. Asante sana.